Mwandishi wa habari kwenda kuzika mwili nyumbani. Sisi hatutaki kuelewa tumetoka sisi tunaishi mtaani. Tunaweka kulilipi sisi. Akizikwa moja na mara ni wote tutazikwa hapo. Sikilize. Ni kwamba tunazika nyumbani mjomba. Tunazika nyumbani. Hilo tu. DC amesemaje? Hata ni wale mambo DC wala babake na DC wana kuzika nyumbani. Angekuja Makonda hapa rais wetu wa Tanzania ya nchi ndio tungemsikiliza. Lakini hata wanachoongea. Wanataka Makonda baba. Baba Makonda kama wanasikia Makonda waje wakavuka tunaenda kuzika mwili wako nyumbani. Kuzika mwili nyumbani. Tunaanza kuzika nyumbani. Yani wakafukua baba. Wewe ni toa picha kabisa. Wakati gani mtazamaji wa Global TV, mimi naitwa Korumba Alebaba. Hii ni simu ya dharura iliyotuleta hapa katika halmashauri ya Meru, pembeni kidogo mwa ofisi ya mkuu wa wilaya Amili Mkalipa, na kikubwa ni kuangazia hichi kinachoweza kuelezwa kwamba ni maandamano ama ni sintofahamu iliyogubika mamia wananchi wa sehemu inafahamika kwa jina la Leki Tatu, ambao leo hii walikuwa wamejiandaa kwa ajili ya kumsitiri marehemu ambaye jina lake bado halijafahamika, lakini wakati wakiendelea na shughuli zao za mazishi walizuiwa, huku jeshi la polisi kupitia askari wao wakiwa wametanda kuzuia wasifanye mazishi katika eneo la boma, yani sehemu ya nyumba ambapo kwa kawaida walikuwa wamezoea mara nyingi mtu akifariki anazikwa hapo. Na hiyo tu ni baada ya kuelezwa kwamba eneo la Usariva lilipanda hadhi kuanzia mwaka 2007 na kuwa mamlaka ya mji mdogo wa Usariva, na kupitia sheria za mamlaka ya mji mdogo basi kuna vitu vinazuia, ikiwemo watu kuzika katika maeneo yao ya asili au katika utaratibu ambao watu walikuwa wameuzoea, na sasa watazikwa katika eneo moja na kuwa makaburi ya jumuiya, lakini inatoa aueni ya watu kuzikwa kwa vibali maalum kwenye maeneo ya ibada ikiwemo makanisani pamoja na misikitini. Kwa wamefika hapa kwa mkuu wa wilaya kuomba wakihitaji kupewa ruhusa ya kwenda kumzika ndugu yao huyo katika eneo ambalo tayari wamechimba kaburi hapo nyumbani, na hapa wanapaza sauti kile ambacho kimewaleta hapa. Kwa majina yangu naitwa Christopher Kalebi. Kwa majina naitwa Christopher Kalebi. Natokea Leki Tatu, Mlima Sioni, kata Usariva. Tumepata msiba wa binti yetu amefarikia kutoka Dar es Salaam huko, amekuja ameletwa nani kwenye zahanati yetu hapo ya kata ya Leganga. Sasa tunashangaa tunakuja kumchukua, tumezuiliwa, tunaambiwa haturuhusiwi kuzika nyumbani. Sasa tumefuatilia, tumeambiwa tuje kwa mkuu wa wilaya, sasa ndo tunasubiria hapa. Maana kule kila siku tunazika makaburi, hata juzi tumezika. Hata wiki iliyopita tumezika, lakini tunashangaa sasa tunaambiwa hii mwili wetu sisi ndio tumezuiliwa. Nani kawazuia sasa? Maaskari ndio wametuzuia. Sababu gani? Maaskari wamekuja pale hospitalini wakasema hamna kuondoka na mwili mpaka muende mkazike kanisani. Tunamuuliza sababu hatujui. Wakatuchukua wakatupeleka kitu. Yaani tuna uchungu kwa sababu mtoto wetu amesafirishwa kutoka Dar ili kwa ajili ya kuja kustiriwa kwenye makaburi ya nyumbani. Amefikishwa mochwari ya Leganga. Imetokea vurugu kwamba haturuhusiwi kuzika kwa sababu ni mamlaka mji mdogo, na kule kwetu hatuna miundombinu ya kuonyesha ni mamlaka mji mdogo, kwa sababu hakuna maji ya bomba, tunakunywa maji ya korongo na ya mto na mifereji. Hakuna barabara wala umeme hakuna.
wala hakuna hospitali, wala hakuna famasi. Kutoka kule tulipo ni kilomita 16 mpaka kufika hospitali ya Leganga ndio kupata huduma. Hakuna, yani hakuna chochote. Tuna uchungu kuambiwa kwamba mtoto wetu akaziko manispaa wakati tumeacha manispaa Dar es Salaam kuja kumzika makaburi ya nyumbani. Na hatuna mpango mji wote unaoonyesha, yani hakuna miundombinu. Ndio uchungu tulionao. Halafu hakuna uongozi ulioshirikiana na sisi. Sisi tunaomba kujua haki yetu iko wapi kwa sababu tumechoka. Na juzi wiki iliyopita tumezika kwamba panaangaliwa watu wa aina tofauti na tofauti. Tunataka mwili tukazike, kaburi tumeshachimba. Mheshimiwa, tangu mwezi wa ngapi, Januari, tumezika watu 12 tukiwa ndani ya hii Usariva. Leo tumesafirisha mtoto wetu kutoka Dar. Leo tumefuata mwili, eti mwili umezuiliwa. Tunaambia tukazike kanisani. Kama asali kanisani wamemshika mjomba wa marehemu na mama wa marehemu wameweka ndani. Eti hiyo ni haki? Tunaomba tujue haki yetu. Tunaomba mkuu wa mkoa alikuja Usariva hii akasema kuanzia chini ya reli tunaruhusiwa kuzika. Leo wamekiuka sheria. Watu waambie kuna nini nyuma ya pazia. Watu waambie kuna nini. Tunaomba Samia atusikilize. Amefariki lini? Amefariki Jumatatu. Watu wameondoka Jumatatu asubuhi wakaenda Dar es Salaam, wamesafirisha mwili wakaja wakauweka mochari Leganga. Tumekuja kukaa kikao kwa ajili ya maandalizi ya msiba. Tayari asubuhi leo ndo kaburi limechimbwa, tukaondoka kufuata mwili. Kufuata mwili hauende kuzikwa. Tukazike wapi? Manispaa. Tukawaambia kwa sababu gani? Na juzi tumezika hapa pembeni ya lami, hata mkienda sasa hivi tukawaonyeshe maua hayajanyauka. Tumezika hapa. Sisi tunapotoka kule Leki 3 huko chini ni porini, kilomita labda kufika Leganga. Leo sisi haturuhusiwi kuzika. Eti mheshimiwa, nini tunachonyanyasiwa? Je, huko ni kwa sababu gani? Wakati viongozi wanakufa wanaenda kuzikwa kwao, sisi tu hatutaki kuzikwa. Na hamna kielelezo kinachoonyesha mamlaka hamna. Hatuna barabara, hatuna umeme, maji ni ya majarubani tunakunywa yenye dawa, round up ndio tunakunywa. Typhoid imekuwa ndio mziki wa Leki 3 na Manyata. Tunaomba kuanzia sasa tupate haki yetu, watu waache tuzike. Pili, tunaomba Manyata na Leki 3 turudishe kata ya Pole ambapo tulikuwa tangu mwanzo. Usa imetushinda, wakae jinsi walivyo. Baada ya kupewa maelezo kutoka katika ofisi ya mkuu wa wilaya, mzazi wa kijana ambaye amefariki aliomba kibali maalum cha mtoto wake kwenda kuzikwa katika eneo la kanisa, na kibali hicho kikatolewa. Hivyo sasa mazishi yatatoka nyumbani na kwenda kuzikwa marehemu katika eneo la kanisa kama ambavyo babake ameomba kibali hicho, japo wananchi wanaondoka hapa wakiwa wanasema kwamba wanaenda kuzika pale pale nyumbani. Hao wanaokuja hao ndio wameambiwa eti nani wenyewe wameshapeleka mwili nyumbani, kumbe hakuna. Hao ndio wana lakini tupo na afisa ardhi wa halmashauri ya Meru kwa njia ya simu, anatueleza hapa Bwana Leonard Mpanju. Je, utaratibu huu watu wamekuwa wakilalamikia mara kwa mara, je, walishirikishwa? Na kama walishirikishwa, kwa nini hali hii inazuka mara kwa mara katika halmashauri hii ya Meru? Zinaongozwa kwanza na sheria ya mipango miji namba 8 namba 7 ya mwaka 2008. Lakini pia kuna sheria ndogo ndogo za mamlaka za miji zinazoongoza utaratibu wa kuzika. Kwa mamlaka ya mji kuna eneo maalum la kuzika. Sasa kama mipango miji ipo na imeshapanga eneo ni kwa ajili ya makazi, ni kwa ajili ya biashara, ni kwa ajili ya viwanda, ni kwa ajili ya taasisi labda mbalimbali, sio matumizi ya kuzika. Maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya kuzika yapo, na tuna takriban ekari 10 kwenye mamlaka hii ya Usariva, na wananchi wote wameshaelekezwa na wanajua. Tatizo linalokuja ni kwamba wana ile hali ya kimila, kwamba hawataki kukubali mabadiliko, hawataki kukubali kwamba tayari huo ni mji. Kwa hiyo wakubaliana limetengwa kwa ajili ya mazuri. Kwa hiyo scenario ya leo mmeimalizaje baada ya wananchi kufika hapa ofisini kwenu? Mmekubaliana nini? Scenario ya leo ni maelekezo ni yale tu kama wananchi wengine ambao wameelekezwa. Eneo la kuzika lipo. Kama labda wamekosa msaada mwingine tunaweza tukawapa msaada, lakini eneo la kuzika lipo.
na wameelekezwa wakazike katika eneo ambalo serikali imetenga kwa ajili ya maziko. Wanasema pia kuna double standard, wengine wanazika, wengine wanazuiwa. Hilo likoje? Hilo siwezi kulisemea, kama lipo sijawahi kulipata mimi, labda kwenye mamlaka ambayo ishalipata, lakini kwetu sisi hatujawahi kuwa na double standard. Tunasimamia sheria kwa wote na wengi wao. Tunaposema wananchi, nafikiri mwandishi hapo utofautishe. Wananchi unakuta ni wananchi watano, kuna generalize ni wananchi. Wananchi wametii sheria hizi toka miaka nenda rudi. Toka 2007 mamlaka imeanzishwa. Lakini wananchi, unaposema wananchi unaongelea watu wa sijui 5, 6 ambao wenyewe wakitoka mjini wanakaa Dar es Salaam, wanakaa wapi, wanakuja basi wanataka kumaintain ile kacha ya kwamba wanamzika mtu wao kwenye eneo ambalo wameridhishwa, eneo yani utaikuta ni sifa za namna hiyo. Mwisho kabisa, labda wao wanadai hicho mnachoeleza mji mdogo, mamlaka ya mji mdogo, maendeleo hayasadifu hivyo. Kwa hiyo wanaona hakuna mabadiliko yoyote yanaweza kapelekea kukosa hizo sifa, ikiwemo za kuzika kwenye ardhi zao, ikiwa hamjafanya chochote cha kuwafanya waridhike kwamba hapa kuna mamlaka inaonekana kwa macho. Maendeleo yanapimwa wao wanavyosadiki, lakini maendeleo yanapimwa katika sekta mbalimbali. Ukiangalia sekta za afya, ukiangalia serikali imewekeza katika sekta ya afya, sekta ya elimu, sekta ya miundombinu, sekta ya kila aina, na wao ndio changamoto ya sisi kuanza kupanga mji, kwa sababu maendeleo yamekuja, idadi ya watu imeongezeka na shughuli za uchumi zimeongezeka. Ardhi waliokuwa wanaimiliki, mtu mmoja alikuwa anamiliki eka 5, eka 10, sasa hivi wameshauza, wanamiliki square mita 620 kwa 20. Sasa unaweza ukasema maendeleo ya aina gani? Maendeleo ni kwamba kuna uwekezaji mkubwa ambao umeendelea kwa sekta ya utalii, sekta ya elimu, sekta ya afya, sekta ya viwanda vidogo na vikubwa. Maendeleo yamevutia wananchi kuupenda huu mji, na ndio maana wameongezeka sana na shughuli za uchumi zimeongezeka, na ndio maana unaona kwamba serikali tunapanga maeneo, tunakuwa na mpango wa matumizi ya ardhi katika maeneo haya. Moringe Juice ni dawa ya asili iliyoandaliwa vizuri kwa mizizi pamoja na majani kutoka katika ardhi iliyobarikiwa ya Tanzania. Dawa ya Moringe Juice ipo katika mfumo wa kimiminika ulioandaliwa na wataalamu wa kuandaa tiba asili kutoka Dr. Rose Changa Herbalist African Company. Kila aliyetumia dawa hii ameshuhudia kupona kwa muda mfupi, hasa kwenye kuongeza kinga za mwili. Watu wa HIV mpaka na mshangaa Mungu wengi. Kuna baba mmoja ana wake 5 walikuwa HIV positive. Alivyonitumia majibu ya juzi, nikaona mstari tu moja na watoto. Walikuwa positive wakawa negative. Mstari huu mmoja. Kama kuna dada moja amenitumia message, mama nimepata negative, nikamwambia haya nenda kwa daktari wako aliyekuwa anakupa aende akathibitishe. Na dawa zangu zimesajiliwa na nimefuata serikali jinsi inavyotaka. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0711 903 060.